yaliyopita kwenye Hatma. Kiukweli nathamini sana mchango wako. Usihadaike na hii amani ya muda mfupi. Mimi ndo ninayeishi na mdogo wangu Zainab. Dada Zainab bado hapatikani. Mpaka sasa hivi Zainab hapatikani kwenye simu. Hakuna mtu anayemtesa Zainab hapa. Hapa ni nyumbani kwake Zainab. Uache kumfuatilia na uache kwenda kwake. Nitachana na mambo yote ya ajabu yaliyofanywa huko nyuma. Na nina shida na shilingi milioni 6. La kwako wewe ni la kwangu mimi. I know exactly what is going on between wewe na kaka yako. Mimi na Karimu hatuhusiki katika jambo lolote lile ambalo wewe limeweza kukupata. Naomba usinihubirie mambo ambayo mimi sihitaji kuyasikia. Naomba nguo za Zainab niondoke nazo. Hatma, kila chaguo lina gharama. Hiyo ndio changamoto ya wanadamu. Hakuna mtu akafanya kosa na akakubali kwamba amefanya kosa. Hafsa, usijidanganye. Ni lazima ukubali ukweli na uitayarishe nafsi yako kuingia katika. Haina haja ya kukudanganya. Na kuahidi Sadala, naingia kwenye hii ndoa kwa sababu nahitaji. Nitaiheshimu na kuilinda kama usemavyo. Natambua nimekukosea, ila kupitia hili nahitaji uwe mwanzo mpya kwangu na kwetu. Nafurahi kusikia hivyo. Kweli umeamua kubadilika. Subiri Sadala bwana. Sasa Sadala, subiri, mi bado sijawa halali yako. Tufuate basi mafundisho ya dini ili tubarikiwe. Sawa mpenzi wangu? Swala la uvumilivu tu. Waalaikum salam. Salimia dada Salama. Haya po, safari njema. Listen to me young boy, eh? Listen to me very careful. Ebu stop lecturing me. Hicho kitu ambacho unakiongea wewe, inawezekana mimi nakijua kuliko ambavyo wewe unakielezea. Nakijua ndani sana kuliko kabisa hata unavyosema. Labda kuna kitu kimoja uelewe. Mimi ni mfanya biashara na we have terms and conditions in my business. Sawa. Moja kati ya makubaliano yangu mimi na mteja wangu, especially kwenye mambo ya kukopeshana, ni pesa na muda. Muda ambao pesa ile inakaa kwake. Lakini sio vifungu vya dini na wala sio kupitia terms za dini. Do you catch me? Sasa ina maana wewe unataka mimi nikae
nisubirie mpaka Karimu afe ndo nije dai langu? Is it clicking in your mind? Kweli unaweza kunishauri something like that? Alafu nije nimdai nani familia yenyewe kama hii? Karimu akishakufa ndo tuanze kuchangisha watu? I'm not such a kind of a stupid person to wait such a thing. Damn. Really, I don't understand what kind of a piece of advice you're giving me. Karim, pesa na mali hizi zote ambazo tunamiliki, ukifika wakati wa kuhamia ahera, tunakwenda mikono mitupu bila chochote kile, na hiyo imeandikwa. Mambo ya Mungu. Hivi, mbona umekuwa mzembe kiasi hicho Zuena? Umefanya kitu ambacho kipo nje na makubaliano yetu, na umesababisha mpaka sasa hivi nikajulikana kwamba mimi ndo chanzo wa haya yote. Yaani nipo nyuma wa haya yote yanayoendelea. Sina kosa lolote Loja. Wewe ndo ulitaka mimi niwafitinishe watu ambao wanaishi kwenye mafundisho ya dini. Nilifanya kila ulichonilipa nifanye, na sikulazimisha watu kuamini maneno ya uongo. Unachukulia poa. Unachukulia wepesi. Alafu upo vizuri sana katika kujitetea ama kujielezea. Nikwambia kitu sasa. Nataka pesa yangu yote niliyokupa kwa sababu ya kuufanya huu mchongo. Pesa gani Loja? Ulinilipa kufanya kazi na kazi imefanyika. Tatizo ni wewe ambaye hutaki kuamini ukweli. Unachukulia poa? Sasa utanilipa pesa zangu zote nilizokupa kwa sababu ya kuufanya huu mchongo. Loja, wewe ndo umefanya maamuzi mabaya. Alafu sasa hizi unaanza kunilalamikia hapa. Yaani baada ya kufikiria kuoa na kutulia, wewe unahangaika kufitinisha watu. Eti kuoa. Nimuoe nani sasa? Au unataka nikuoe wewe? I'm single. Roger, I'm single. Kwa sababu nakuona unapenda kushoboka katika kufuatilia ndoa za watu na kujifanya mshauri mzuri. Bora utumike ndoa yako tu. Njoo nikuoe. Nikwambie kitu Loja. Mimi sio mwanamke wa kuolewa na mtu king'ang'anizi na mfitinishaji kama wewe. Hebu acha mambo ya kitoto bwana, utazeeka vibaya.
Kweli dunia ina mambo. Karimu wewe wa kujishusha hadi kuandaa viungo upike. Hatari, hatari sana. Karibu Salma. Pole sana, Pole ya nini tena shemeji? kwa sababu maisha yamekushinda hadi leo unajipikia mwenyewe, au unasema uongo? Sikia nikuambie kitu shemeji yangu, usipende kuhukumu vitu kwa haraka. Mimi kukata viungo hapa wala kupika chakula wala sio ishara kwamba mimi nimefeli maisha, ila tu ni kwamba hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasaidia wake zake kazi za nyumbani. Na kizuri katika Uislamu bana, haunaga kazi ya mwanaume wala mwanamke. Kila mmoja yampasa kumsaidia mwenzie. Karimu, haya maneno mazuri ya dini ndio yanakupofosa. Ni ukweli, unashindwa kuendesha nyumba yako vizuri hadi mkeo kukimbia. Uone aibu Sina chuki, ila na wasiwasi na mdogo wangu. Nimekuja hapa, nataka majibu, na kama sitoyapata hapa, nitayapata kwa namna nyingine yoyote ile. Salma, haya ni maisha yangu binafsi. Alafu kama kweli wewe ungekuwa na nia ya heri na dhati, ungepiga tu simu ukapata majibu yote ambayo ulikuwa unayataka. Lakini mpaka umeamua kuja hapa wewe, una chochote unachojiongezea zaidi ya kudhihirisha tu zile chuki zako kwangu za muda mrefu. Karim, umefikia hadi kunipa aya? Unafikiri nitaacha kumlinda mdogo wangu eti kisa duniani imesema nini? Dunia hii ya sasa inahitaji vitendo na sio maneno ya kwenye Qur'ani tu. Nisikilize shemeji yangu, unajisumbua bure. Kwa sababu kwanza, mimi siwezi kuzungumza na mke wangu kupitia mtu mwingine. Lakini pili, we huna suluhu yoyote utakayoweza kuileta katika ndoa yangu, kwa sababu kutwa kucha wewe ndio umekuwa ukinivunjia heshima kwa mke wangu. Na hayo wala si maneno yangu, bali Allah kwenye Qur'an amesema, na wakikujieni wenye tabia ya ufasiki na habari, ichunguzeni kwanza, msije waadhibu watu kwa ujahili, mkawa wenye kujuta kwa mlioyafanya. Zainab anateseka. Wewe huwezi kujifanya mcha Mungu kwa maneno matupu bila ya vitendo vya dhati. Sawa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, mbora kwenu yule aliyekuwa mbora kwa familia yake. Na mimi ni mbora kwenu nyinyi ambao ni familia yangu.
huku kujaribu kudhoofisha ndoa yangu hakukufanya wewe kuwa bora kwangu mie wala kwa mdogo wako. Nina wajibu kwa mke wangu na mtoto wangu, na ndio maana niko hapa kukifanya hiki ambacho mke wangu amenipa heshima ya kukifanya. Sasa kama huna jambo lingine jipya, ni heri uende sebleni ukamsubiri Ali arudi shuleni, msalimiane, alafu uondoke kwa usalama. Mume wangu, ninaomba uende kwa dada Salma ili uzungumze na dada Zainab. Mke wangu, sidhani kama hilo ni jambo zuri. Unajua, Salma alinikwaza sana, nami nikajiahidi kwamba sitokanyaga kwake tena. Lakini utakiwe kusema maneno kama hayo. Hata dini yetu inakataza kuwapa mambo kama hayo. Kumbuka kwamba mke wako yupo kule. Lakini Hawa, nifanye mangapi? Niende mara ngapi kwenda kumtafuta Zainab ili aweze kunisamehe? Na mimi nina moyo, mimi pia nachoka. Mume wangu, najua kwamba unachoka, lakini hautakiwi kuchoka. Maana unapozidi kuchoka itaonekana kama unachoka kwa sababu yangu mimi. Na mimi sitaki kuwa sababu ya wewe kumsahau mke wako. Tafadhali nakuomba. Nisikilize mke wangu,
ukiishi kwa kufuata maneno ya watu ama kusikiliza vile ambavyo watu wanataka, utaisha kupata stress zisizokuwa na sababu za msingi. Ila kwa heshima yako na kwa kuwa najua kabisa kwamba nia yako ni njema, nitakwenda. Asante sana mume wangu. Kwanza nipende kukushukuru sana Afande Saidi kwa kuitikia wito. Lakini la pili, nimeona nimwite leo ndugu yangu Dizonga hapa ili niweze kutoa utambulisho ulio rasmi. Sawa, niko tayari na kusikiliza. Sawa. Huyu bwana hapa anaitwa Dizonga. Ni kaka yake na Hawa, mke wangu. Lakini vile vile ndiye alimuoa Asha ambaye wewe ulimtolea posa. Naomba utuelewe kwamba kwa chochote ambacho kimetokea hatukuwa na nia mbaya wala kumkomoa mtu. Na kwa kuwa sisi ni waja, basi ni vyema kabisa kulimaliza ili salama, ili pasiwe na vinyongo vya aina yoyote. Na kuelewa vizuri sana Bwana Karim. Lakini ningependa kubakia na Bwana Dizonga ili niweze kuzungumza naye vizuri. Kama kwako haitakuwa na kipingamizi. Bwana Karim, tafadhali, unaweza ukatuache tukazungumza kidogo? Basi sawa. Mimi naomba niwaache mweze kumaliza mazungumzo yenu kwa amani kabisa. Aisha. Sana. Karibu sana. Sawa. Dizonga. Afande Said, nakusikiliza. Mwenyezi Mungu ndiye mpangaji. Hilo mimi silipingi. Lakini turudi kwenye dini yetu kidogo. Inasema nini kwa mwanaume ambaye tayari ameshakwenda kutoa posa, alafu akaja mwingine akaingilia katikati? Afande, unachokiongea kina ukweli ndani yake, sikipingi. Isipokuwa dini hiyo hiyo nayo inasema ndoa haijengwi kwa shinikizo wala kulazimisha. Hatua ya awali ambayo umeifanya kutoa posa ilikuwa ni jambo zuri sana, lakini shida, moyo wa Asha haukuwa radhi kwako. Hilo mimi nakubali. Lakini je, wewe unahisi ni sawa kufanya hivyo kwa mtu ambaye tayari ameshajitolea moyo wake kwenda kupiga hodi, tena kihalali? Au unadhani mimi sina hisia kama wanaume wengine, wala sina uchungu? Pole sana, najua kama unaumia juu ya hilo. Lakini mbona msamaha wangu upo wazi kabisa na unaonekana? Vile vile afande, unatakiwa utambue na ukumbuke hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema hakuna ndoa bila maridhiano. Hivyo basi, kama ningepuuza hisia za Asha kwa sababu tu ya kutaka kukuhurumia wewe, hakika ningemuuzi Mola wangu na nikamkera sana Asha. Siwezi kukubali kirahisi, lakini hoja yako imekuwa nzito kidogo. Mwenyezi Mungu ndiye mpangaji wa kila jambo. Pengine yeye ndo amepanga hili liwe hivi.
mimi niwatakie maisha mazuri katika ndoa yenu, na niwatakia kheri zote katika maisha yenu ya ndoa. Shukran sana brother. Mungu akupe tulizo zaidi ya hili. Nashukuru. I know exactly what is going on between wewe na kaka yako, na najua kile ambacho mmekifanya. Naeleweni kwamba hamwezi kunifanya kuwa mpuuzi ama zuzu kwa bei nafuu namna hiyo. Najua kinachoendelea. Do you understand? Wallahi, wabillahi, watallahi, Obonde, mimi na Karimu hatuhusiki katika jambo lolote lile ambalo wewe limeweza kukupata. Na tafadhali, naomba usituhukumu kwa kitu ambacho hatukukifanya. Lakini pole sana. Hivi wewe, how many times do I have to tell you kwamba I don't need this preaching zako za kidini za kinafiki? Naomba usinihubirie mambo ambayo mimi sihitaji kuyasikia. Sihitaji mambo ya kidini hapa. Do you understand? Kila ambacho mmekifanya, na kuambia kitu kimoja, ya kwamba kila mmoja miongoni mwenu will suffer the consequence. You have started the game. I believe you know how to end it. And I don't believe that you will win it. Obonde, asila zako zinaweza zikakufanya ufanye maamuzi ambayo sio sahihi. Na hata dini yetu inatufundisha kwamba subira ndio njia sahihi sana katika mitihani ambayo inakukuta. Kwa na subira. Tafadhali. Wewe kiziwe, wewe kidogo akili yako haiko sawa, sio? Nimetoka kukwambia I don't need you kunihubiria mambo ya kidini. And yet now you're doing the same thing. Listen to me. Pesa yangu mliochukua kwa kuniibia mtalipa. Jamal, nakwambia mtalipa. 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 I swear. Na kilimba chako tafikiri. Mtalipa.